Kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, kitengo cha kijeshi cha wasomi wa Iran, kinadai kuwa kilishambulia jengo la kurugenzi ya kijasusi ya kijeshi la Israeli na makao makuu ya Mossad. Kupitia taarifa ambayo tume inasa inasema, leo asubuhi vikosi vya anga vya IRGC vilifanya mashambulizi kwenye kituo cha kijasusi cha kijeshi cha jeshi la utawala wa Kizayuni Israeli na kituo cha utawala wa Kizayuni cha kupanga operation za kigaidi Mossad huko Tel Aviv, licha mifumo ya juu ya ulinzi ya Israeli, na kituo hiki sasa kinawaka moto. Taarifa Tasnim IRCG inanukuu taarifa shirika la habari la Tasnim. Tasnim iliripoti hapo awali kwamba kambi ya kijeshi ya Israeli ya Gilot karibu na Tel Aviv ilipigwa kwa shambulio la kombora la IRGC. Vile Urusi iko tayari kutoa huduma za upatanishi kutatua hali kati ya Iran na Israeli iwapo ombi kama hilo litatolewa na pande zinazozozana. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Urusi Andriy Rurenko anasema, tutakuwa tayari kutoa huduma zote zinazowezekana za upatanishi kwa ombi kutoka kwa wahusika. Pande zote mbili zinafahamu hili, aliwaambia waandishi wa habari. Vile Sergei Lavrov anasema tena ulimwengu lazima uache juhudi zozote za kumaliza mzozo kati ya Israeli na Iran na kutafuta suluhu la kidiplomasia. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi anasema, tulisema leo kwamba tuna misimamo ya karibu au sawa kuhusu matatizo mengi ya sasa ya kimataifa, ikiwa ni pamoja na yale ya dharura zaidi, nikimaanisha hali ya Mashariki ya Kati, maeneo ya Palestina, na kwa kawaida mashambulizi ya Israeli dhidi ya Iran, na haja ya jumuiya ya dunia kuacha jitihada za kutuliza hali, kupunguza mvutano na kutatua masuala yote yanayoibuka kwenye meza mazungumzo. Lavrov alisema mzozo kati ya Israeli na Iran unaongezeka kwa kasi na matokeo ambayo hayatabiriki kabisa. Msemaji Kremlin Dmitry Peskov anasema, hali inatisha. Hakika tuliona na kusikia matamshi hayo, wito wa rais wa Marekani Donald Trump kwa wakazi wa Tehran kuhama, na vidokezo vya waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu juu ya ulazima wa kumwondoa kiongozi wa kiroho wa Iran. Afisa huyo wa Kremlin alisema, hadi sasa hali inaelekea kuongezeka zaidi, kuongezeka kwa kasi, kiwango cha kutotabirika ni kamili. Siku ya Jumatatu, Trump aliandika kwenye mtandao wake wa Trust Social kwamba kila mtu anapaswa kuondoka mara moja Teheran, na kwamba Iran inapaswa kutia saini makubaliano ya nyuklia kwa masharti yaliyopendekezwa. Rais wa Marekani Donald Trump alisema kuwa hafuatilii kikamilifu mazungumzo na Iran ili kusuluhisha mzozo na Israeli. AFP inaripoti. Kwa mujibu wa shirika hilo la habari, kiongozi huyo wa Marekani amewaambia waandishi wa habari akiwa ndani ya ndege yake ya rais akitokea Canada kuelekea Marekani kwamba hataki kufanya mazungumzo na Teheran. Trump alisema anataka mwisho wa kweli wa mzozo na sio usitishaji wa mapigano. Rais pia alisisitiza kwamba Iran ijitoe kabisa, ingawa hakutaja maelezo. Trump alithibitisha kwamba hivi karibuni atatembelea chumba cha hali kufuatilia mzozo kati ya Iran na Israeli. Trump pia alisema kuwa anaweza kutuma au kumtuma makamu wa rais JD Vance au mjumbe maalum wa rais Steve Witkoff kufanya mazungumzo na mamlaka ya Iran. Vile Moscow inapenda kutoa shukrani kwa Azerbaijan kwa msaada wake katika shirika la kuwahamisha raia wa Urusi kutoka Iran kupitia vituo vya ukaguzi kwenye mpaka wa Iran na Azerbaijan. Katibu wa ikulu ya Urusi Dmitry Peskov anasema, Warusi wanahamishwa zaidi kupitia vituo vya ukaguzi kwenye mpaka wa Azerbaijan. Marafiki zetu wa Azerbaijan hutoa hali nzuri na tunawashukuru kwa hilo, aliwaambia waandishi wa habari alipoulizwa ni raia wangapi wa Urusi wanaosalia nchini Iran na wangapi kati yao wanataka kuhamishwa. Vile Iran imerusha karibu makombora 400 kwenye eneo la Israeli wakati wa ongezeko la mashambulizi yao hivi majuzi. Takriban makombora 400 na mamia ya ndege zisizo na rubani zimelenga eneo la Israeli. Kufuatia mashambulizi yao, vifusi vya makombora vilirekodiwa katika takriban maeneo 35 tofauti, ripoti hiyo inasema. Vile msemaji wa ikulu ya Urusi Kremlin Dmitry Peskov anasema Moscow haioni nia ya Israeli ya kugeukia mpatanishi wowote katika kusuluhisha mzozo na Iran na kuingia kwenye mkondo wa amani kwa ujumla. Anasema, nyinyi nyote mnajua kuwa upande wa Urusi na haswa Rais Putin alisema kwamba Urusi ilikuwa tayari kutoa huduma kama hizo za upatanishi ikiwa ni lazima. Kwa sasa tunaona kutokuwa tayari kwa upande wa Israeli angalau kujihusisha katika aina yoyote ya upatanishi au kuingia katika njia ya amani hata kidogo.
Hili ndilo tumeona, Peskov alisema katika mkutano na waandishi wa habari akijibu swali kama kulikuwa na majibu yoyote kwa utayari wa rais wa Urusi kupatanisha katika suluhu la mzozo wa Iran na Israeli. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu alisema katika mkutano na waandishi wa habari kwamba Israeli imetoa fursa ya kutatua mzozo wa mpango wa nyuklia wa Iran kwa njia ya kidiplomasia, lakini sasa imedhamiria kupata matokeo yanayokubalika kwa njia za kijeshi. Vile lengo la operesheni ya Israeli nchini Iran ni kuipokonya silaha Teheran. Balozi wa Israeli nchini Latvia Sandra Simovic anasema, lengo letu ni kuhakikisha kwamba tumeondoa tishio la nyuklia kutoka kwa Iran ili isiweze kuendelea kutengeneza silaha za nyuklia tena, na kimsingi kuipokonya silaha kwa sababu makombora yake ballistic na ndege zisizo na rubani ni tishio kwa eneo zima, alisema. Kulingana na mwanadiplomasia huyo, vigingi katika mzozo huu vinavuka zaidi ya maslahi ya Israeli. Anasema, tunalipa gharama kubwa, lakini tunafanya hivi sio kwa ajili yetu tu, bali hata kwa Ulaya na dunia nzima, alisisitiza. Hata hivyo, meli za Marekani zimetumwa kujilinda dhidi ya makombora ya Iran yaliyolenga ardhi ya Israeli. Televisheni ya NBC imeripoti kinukuu vyanzo. Inasema, walakini ilibainika kuwa idadi ya uvamizi wa Amerika ilibaki chini. Msaada huo wa Marekani kwa Israeli ni moja ya mategemeo makubwa ambayo Israeli alikuwa nayo, na hii ni kufuatia Benjamin Netanyahu kuiomba Marekani kuweza kuwasaidia. Na hapa ndipo ambapo Iran walisema kwamba Israeli anaonekana kufeli na Netanyahu anaonekana kujificha sana kwenye maeneo ya mahandaki. Takriban Wapalestina 50 wameuawa katika mashambulizi ya anga ya Israeli kwenye eneo la kupokea misaada ya kibinadamu kwenye ukanda wa Gaza, shirika la habari la Wafa limeripoti. Chombo cha habari kilisema kuwa Israeli ililenga mkusanyiko wa kiraia karibu na kituo cha kusambaza misaada kwenye viunga vya Khan Yunis iliyoko kusini mwa ardhi ya Palestina. Nikwambia hivi, hatujamaliza. Vile tangu Juni 13 mashambulizi ya makombora ya Iran yameua watu 24 nchini Israeli na kujeruhi zaidi ya 640. Dmitry Gendlerman, mshauri katika ofisi ya waziri mkuu wa Israeli, anasema majeruhi wa raia watu 24 waliuawa, zaidi ya watu 647 walijeruhiwa, ripoti hiyo ilisema. Vile kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei anafanya uhalifu wa kivita dhidi ya raia wa Israeli. Waziri wa ulinzi wa Israeli Israel Katz anasema kufuatia mkutano wa operation. Baada ya kumtuhumu Khamenei kwa uhalifu wa kivita, Katz alisema kuwa kiongozi huyo mkuu wa Iran yuko hatarini kushiriki hatima ya rais wa zamani wa Iraq Saddam Hussein, ambaye alitekwa na wanajeshi wa Marekani na kunyongwa kwa uhalifu dhidi ya binadamu baada ya muungano unaoongozwa na Marekani kuivamia Iraq. Anasema, ninamuonya dikteta wa Iran dhidi ya kuendelea kufanya uhalifu wa kivita na kuwarusha makombora raia wa Israeli. Yeye Khamenei anapaswa kukumbuka kile kilichotokea kwa dikteta katika nchi jirani ya Iran ambaye alipitia njia hii dhidi ya taifa la Israeli. Waziri wa ulinzi wa Israeli ameongeza kuwa Israeli itaendelea kufanya mashambulizi katika maeneo ya kijeshi mjini Teheran siku nzima. Kwa kweli, Katz alithibitisha kwamba jeshi la wanahewa la Israeli iliweza kushambulia makao makuu ya shirika la utangazaji la serikali ya Iran IRIB huko Teheran siku ya Jumatatu. Jeshi la ulinzi la Israeli lilisema hapo awali kwamba lilipiga kituo cha mawasiliano inachodaiwa kutumika kwa madhumuni ya kijeshi chini ya kivuli cha shughuli za kiraia. Hata hivyo, upande wa Israeli haukutaja kwa uwazi kuwa lilikuwa ni jengo la kampuni ya television na radio taifa la Iran. Anasema, tutaendelea leo kuchukua hatua dhidi ya shabaha za serikali na shabaha za kijeshi huko Teheran kama tulivyofanya dhidi ya mamlaka ya utangazaji ya propaganda na uchochezi. Ninatoa wito kwa wakazi wa Teheran kuhama kutoka maeneo hayo kwa mujibu wa maagizo ya msemaji wa IDF kwa ulinzi wao, Katz alisema. Shirika la kimataifa la nishati atomic limeripoti Jumanne kwamba lina ushahidi kwamba kituo cha nyuklia katika mji wa Natanz katikati mwa Iran kimekumbwa na athari za moja kwa moja. Je, licha ya kugundua hivyo, ni juhudi gani ambazo wao watazichukua? Hapo imebaki ni maswali, na yote ni kwa namna ambavyo shirika hili linaonekana kuweza kuhodhiwa na Israeli. Vile Israeli haifanyi mazungumzo yoyote na Iran kusuluhisha mzozo uliopo. Waziri wa ulinzi wa Israeli Israel Katz anasema alipotembelea eneo la rocket ya Iran iliyoanguka karibu na mji wa Herzliya, hatufanyi mazungumzo yoyote na hatutaruhusu madhara yoyote kuja kwa watu wa Israeli. Alipoulizwa kama Washington itajiunga na kampeni ya kijeshi dhidi ya Iran, Katz alisema uamuzi huo ni wa rais wa Marekani Donald Trump.
Vilevile Israeli ilishambulia Iran kusaidia maslahi ya Marekani katika Mashariki ya Kati, huku ikipoteza uwezo wake wa kushikilia mamlaka ya kimataifa, huku kukiwa na mabadiliko ya kuwa na migawanyiko mingi. Mjumbe wa zamani wa Italia mjini Teheran na Beijing, Alberto Bradanin, anasema kwa maoni yake, uchokozi wa Israeli unaofanywa kwa kisingizio kwamba hivi karibuni Iran itakuwa na bomu la atomic, kwa hakika unalenga kuifikisha nchi hii yenye utajiri wa nishati kwenye kisigino. Vilevile, ubalozi wa Urusi mjini Teherani unaratibu kikamilifu uhamishaji wa raia wa Urusi kutoka Iran. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov anawaambia waandishi wa habari, ubalozi wetu mjini Teherani unahusika kikamilifu katika juhudi za uratibu. Operesheni zote zinasimamiwa kutoka huko. Raia wote wa Urusi walioko Teherani ambao wamekuwa wakiwasiliana wanahakikishiwa fursa ya kuhama, msemaji wa Kremlin alisema. Hata hivyo, vitisho vya rais wa Marekani Donald Trump vilivyoelekezwa kwa Teheran vinaonyesha kuwa Israeli inakaribia kushindwa. Balozi wa Iran nchini Armenia Mahdi Sobhani anasema vitisho vya rais wa Marekani vinaonyesha kuwa adui yuko mbioni kushindwa na hali ya Tel Aviv iko nje ya udhibiti. Trump kwa sasa yupo kwenye nafasi ya kupanda farasi aliyekufa. Balozi huyo alibainisha kuwa Marekani inaisaidia Israeli katika mzozo huu na kusema kuwa vita hivi vimewekwa kwa Iran. Tutakuwa tunajilinda, lakini hatuna nia ya kuvuka mistari yetu mekundu, mwisho wa kumnukuu. Shukran kwa baba wa kivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.